Kosa la pili, at-tahawunu biirtikabi mahdhurati al-ihram, kufanya dharau kwa kufanya mahdhurati al-ihram, mambo yaliyoharamishwa katika ihram. Kuna mambo yameharamishwa katika ihram, mtu akafanya dharau akayafanya mambo hayo. Wadhālika ma'nahu at-tahawunu bi faridhati al-hajj. Dharau hiyo maana yake ni kufanya dharau faradhi nzima ile ya haji. Fayajibu taallumu anwa'i mahdhurati al-ihram, ni lazima kujifundisha sampuli hizo za mambo yaliyoharamishwa katika ihram. Wa hiya al-umuru allati yajtanibuha al-muhrimu, hayo ni mambo ambayo mwenye kuhirimia anajiepusha nayo kwa lazima. Waqad qala ta'ala, wala tahliqu ru'usakum hatta yablugha al-hadyu mahilla, msinyoe vichwa vyenu, msinyoe nywele zenu mpaka mnyama afikie mahali pake, yani mpaka baada ya kuchinja yule haji. Watamattu ndiyo mnyoe. Baada ya kuhirimia ni katika mambo yaliyoharamishwa kunyoa nywele baada ya kuhirimia haji au umra. Katika mambo yaliyoharamishwa ni mtu kunyoa nywele, hasa mpaka baada ya kumaliza ibada ya umra. Baada ya Safa na Marwa, kufanya sa'i pale baina Safa wal Marwa, itakuwa ibada ya umra imemalizika, ananyoa. Au ibada ya haji mpaka baada ya kupiga vijiwe pale katika Jamratul Aqaba al-Kubra, ile siku ya Idi, ndiyo mtu anakwenda kunyoa. Lakini katika mambo yaliyoharamishwa kabla ya kufikia wakati wake kunyoa mtu nywele zake. Kwa mtu akifanya tahawun, akifanya dharau, akinyoa hizo nywele kabla ya kufikia muda wake, hiyo ndiyo kosa.